Hapa kuna mtego na lazima tuwe makini kuufyatua kabla haujatimiza tarehe 29 Oktoba 2025. Ilishatangazwa ni siku ya kupiga kura, hivyo na sisi tukiamua kutoka na kwa maandalizi ya jeshi la polisi tunakwenda kutengeneza vifo vingi vya wapenda demokrasia pasipo kutumia akili. Nimetafakari pia sana tu kama inawezekana wenzetu wanaotuhamasisha tukaandamane wakiwa nje ya nchi. Ni busara wakati huu ambao tunawaachia wengine wakapige kura, ni muhimu hawa wenzetu walio nje ya nchi waje nchini, tuungane sote, wao na familia zao na sisi na familia zetu. Tukisimama pamoja tuandamane na ndugu zetu ambao wako nje, ambao wanatuhamasisha tufanye maandamano na ambao wameandaa maandamano, italeta picha nzuri na hamasa kwa wananchi ambao wanataka maandamano. Kuliko kana tuhamasisha sisi tufanye maandamano, wao wapo mbali na Tanzania na wengine wapo karibu na nchi jirani. Kwa mimi nilikuwa na wazo kwa Tanzania na wapenda haki. Kama kweli tunataka tuondoe utawala ambao uliopo, hatutaki utawala ambao upo, hatutaki chama tawala ambacho kinatawala saizi na tunataka chama cha demokrasia na maendeleo kishike, ni vizuri tukajitokeza na tukajipanga baada ya wao kufanya uchaguzi wao Oktoba 29, na sisi wote tukatafuta muda na ndugu zetu wakapata kusogea hapa Tanzania nchini tudai haki kwa pamoja, kuliko tukahamasishana kufanya vurugu siku ambayo ni ya maandamano yaliyopangwa na serikali. Hii nasema ni vurugu kwa sababu tayari wenyewe kwa ishatambulisha siku ya uchaguzi, alafu sisi tukaja tukaleta maandamano hiyo siku. Manake tunataka ni ugomvi, tunataka vita, hatutaki maandamano ya amani kama ambavyo tunasema tunataka maandamano ya amani. Maandamano ya amani hatuwezi kutambulisha kwamba tutachoma vituo vya polisi. Maandamano ya amani hatuwezi kusema kwamba tutapigana manati. Maandamano ya amani hatuwezi kusema tutaharibu hivi, hatuwezi tukasema tukafanya hivi tukatumia lugha chafu. Maandamano ya amani yanafuata utaratibu mzuri. Sasa ili kila Mtanzania aandamane kwa amani bila kupoteza ndugu zetu, kumwaga damu. Tunasema kwamba tunakemea umwagaji damu, lakini hichi tunachoenda kukifanya sio kwamba tunakemea umwagaji damu, ila tunaenda kumwaga damu za watu wetu. Kwa nini tunamwaga damu za watu wetu? Kwa sababu tunaenda kufanya fujo. Na tukifanya fujo tutadhibitiwa. Tukifanya fujo kuna watu wataumia. Tukifanya fujo tutakaribisha watu waovu. Waje wavunje maduka ya watu, wavunje ofisi za watu, watu waibiwe, tutaharibu miundombinu. Utakopo tulichofanya ni ujinga, hakuna kitu ambacho tumekifanya zaidi kupoteza ndugu zetu. Na ukizingatia upande mwingine wanaotuambia kwamba sisi tufanye hivyo, wao wapo, zitaumia familia zetu sisi ambazo sisi ni maskini, sisi tunajitafuta, wengine tunafanya biashara, lakini wao wenyewe watakopo ni wanufaika kwa sababu hamna cha kupoteza. Cha kwanza familia zao ziko salama, wako mbali. Kwa hiyo kama tunapenda haki, tujipange huku tukiwashauri ndugu zetu ambao wako mbali na Tanzania wanahamasisha haya maandamano, tuje wote kwa pamoja, tupange tarehe ambayo ni nzuri, tufuate utaratibu, tudai haki yetu. Siku zote haki inatawala.